Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Karibu katika darasa hili la kujifunza neno la Mungu, na tupo katika sehemu yetu ya 9. Tulikusha kuona sehemu ya kwanza mpaka ya 8. Na somo letu au fundisho letu lina kichwa kinachosema Bwana tufundishe sisi kusali. Bwana tufundishe sisi kusali. Neno hilo tunalipata katika Injili ya Luka sura ile ya 11. Wakati fulani mitume walimfuata Bwana Yesu na kumuomba awafundishe kusali. Na Bwana wetu Yesu Kristo aliwafundisha, na sisi pia tunabudi kumfuata Yesu ili aweze kutufundisha, na maandiko tayari yamekwisha kutupa namna bora ya kusali. Na tupo katika kuangazia aina za maombi. Aina za maombi. Tulikwisha kuona kwenye darasa lililopita maombi ya shukrani, tukaona maombi ya kujijenga nafsi, tukaona maombi ya upatanisho, tukaona pia maombi ya injili, na leo tunaangalia maombi ya mahitaji. Maombi ya mahitaji. Haya ni maombi ambayo watu wengi tunafanya kuwa ni maombi ya kwanza, lakini kimsingi yanapaswa yawe maombi yetu ya mwisho kabisa. Kwa sababu kuna mambo makuu sana ambayo Mungu anatamani sisi tuyaombee, kama vile shukrani, kama vile maombi ya upatanisho na maombi ya injili. Ni maombi ambayo Mungu anatamani sisi tuyaombee. Lakini pamoja na hayo, maandiko pia yanasema tupeleke mahitaji yetu mbele zake. Mathayo sura ya 6 mstari wa 11, Bwana wetu Yesu Kristo anasema tunapoomba basi tumwombe Bwana atupe riziki zetu. Kwa hiyo unaona Mungu anataka pia sisi tupeleke mahitaji yetu. Ukisoma pia Filipi 4 mstari wa 6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Alafu anasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa hiyo haja za mioyo yetu ni lazima pia zijulikane mbele ya Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu ametoa nafasi ya kupeleka mahitaji. Lakini katika maombi haya mahitaji nataka tuangalie mambo makuu 6 ambayo tunapaswa tuyaombee vizuri. Wengi wetu tukifika katika mahitaji tunapeleka Bwana nisaidie, niponye tumbo, niponye nini, lakini kuna mambo makuu ya kuomba katika mpangilio mzuri. Na haya yako 6. Jambo la kwanza ni maono yetu, jambo la pili ni elimu, jambo la 3 ni afya, jambo la 4 ni malazi, jambo la 5 ni kazi, na jambo la 6 ni familia. Tukianza neno la kwanza la maono. Maono ni ile picha ya ukubwa ambayo unajiona wewe unataka kuwa nani hapo baadaye. Ile picha kubwa ambayo unajiona wewe unataka kuwa nani hapo baadaye. Kwa mfano, labda wewe unajiona kwamba unatamani kuwa daktari bingwa ambaye utafungua pia na hospitali yako kuwasaidia watu wenye saratani. Hayo ni maono. Unaona ni kitu ambacho kinahitaji mchakato ili uweze kufikia. Lakini pia mwingine anasema mimi natamani niwe na shule, na kwa kupitia shule hii basi nitaweza kuwasomesha wanafunzi wa chekechea mpaka wa sekondari. Umeona ni picha kubwa ambayo mtu anayo. Mwingine anasema mimi natamani niwe mfanyabiashara, nipate fedha ili niweze kufungua vituo vya watoto yatima na kuwasomesha. Mwingine anasema mimi nataka niwe mchungaji, lakini sio mchungaji tu wa kanisa moja, bali niwe na matawi katika nchi nzima. Hayo pia ni maono ambayo sasa haya unabudi kuiombea kile unapoitwa leo. Unapoenda mbele za Mungu mwambie Bwana, ninajiona mimi mtu fulani baadaye nitakuwa hapa. Kwa hiyo naomba Mungu nisaidie, naomba Mungu maono yangu yakue. Kwa hiyo kila siku ombea maono yako. Mtu asiyekuwa na maono, mtu huyo hawezi kutembea wala hawezi kuwa na uimara mzuri wa kimaombi. Kwa hiyo katika mahitaji yako ombea sana kile ambacho unakiona mbele yako na kile ambacho unatamani wewe ili uweze kukifikia. Eneo la pili la kuombea ni eneo la elimu. Elimu ni msingi au tuseme ndio nyenzo ya wewe kukufikisha katika eneo lako la maono. Sawa? Pasipo elimu huwezi kufikia vizuri eneo lako la maono. Elimu inaweza kawa ni elimu ya darasani. Kwa mfano, wewe ni daktari, lazima uende shuleni ukasomee udaktari wako. Kwa hiyo katika masomo yako namwambia Mungu, naomba unifanikishe, unipe akili njema, nifaulu vizuri, nifanye vema ili niweze kufikia level ile ambayo napaswa mimi kufikia ya kuweza kuwafanyia watu operation na mambo kama hayo. Kwa hiyo hapo unamwambia Mungu, liniahidi kwamba utanifanya kichwa la sio mkia, nitafaulu na nitafanya vema. Kwa hiyo unaanza kuombea elimu yako, unaanza kuombea masomo yako. Kwa hiyo hilo ni hitaji kubwa sana. Lakini pia elimu sio lazima iwe darasani. Inawezekana ni ujuzi katika jambo fulani. Wewe ni mshonaji, unahitaji ujuzi katika kushona, elimu katika kushona. Mungu akupe hekima. Elimu kwa jina lingine ni hekima. Mungu akupe hekima namna ya kuweza kufanya vile vitu katika ubora. Bezaleli Mungu alimpa akili ya kuweza kumjengea Mungu nyumba na sanduku la Mungu. Na hivyo unamwomba Mungu hekima. Ndio maana ukisoma Yakobo 1:5 inasema na mtu atakayepungukiwa na hekima basi naombe na Mungu atampa. Kwa hiyo kupungukiwa hekima katika jambo fulani inawezekana kabisa. Unaweza kawa una maono, unaweza kawa wewe labda ni dereva
au tuseme wewe ni engineer. Ni kweli ni engineer na pengine unatamani kuifanya ile kazi, lakini pengine huna elimu ya kutosha katika ubunifu, katika uchoraji. Umeona, una ubunifu katika swala la ujenzi. Kwa hiyo kuomba hekima ni kitu cha msingi sana. Kuomba elimu ni kitu cha msingi sana. Mwambie Mungu, naomba akili, hekima, elimu na maarifa katika haya ambayo Mungu ninahitaji. Kwa kila mmoja wetu anahitaji maarifa au elimu katika kuyafikia maono. Hata mhubiri unahitaji elimu katika kuyafikia maono. Mwambie Mungu, naomba unifanikishe katika masomo yangu ya chuo, lakini pia katika kusoma kwangu niweze kuelewa maandiko kwa haraka na kwa wepesi na kwa urahisi. Hiyo itakusaidia katika kuyafikia maono. Lakini pamoja na hilo, jambo la tatu la kuombea ni afya. Afya ni nyenzo nyingine ambayo inaweza kufanya wewe kufikia kila kitu. Pasipo afya hata kumtumikia Mungu utaweza. Ndio, ukisoma kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 2 inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo na sisi pia lazima tufanikiwe pia katika afya zetu. Mungu anataka tufanikiwe katika afya. Uwe na afya njema. Usiwe mgonjwa, usiwe mtu wa kulazwa, usiwe mtu wa kwenda hospitali leo na kesho. Kila siku wewe upo katika hali mbaya. Mwambie Mungu, naomba nipe afya njema. Hata kama waumwi, kila siku ombea afya yako. Lakini pia ukiwa ni mgonjwa, Bwana ametoa kabisa nafasi kwamba aliyachukua magonjwa yetu na masikitiko yetu. Kwa hiyo mwambie Mungu, magonjwa yangu na masikitiko yangu aliyachukua. Naomba Baba unipe afya njema, na Mungu atakupa afya na atakuponya na atakupa nguvu ya kuendelea mbele. Kwa hiyo afya ni nyenzo ya sisi kufikia malengo yetu. Ombea afya yako, iombe sana. Lakini jambo lingine la kuombea la 4 ni malazi. Malazi ni jambo la msingi sana la kuliombea. Malazi, ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura 6 mstari wa 8, Paulo anasema tukiwa na chakula na nguo tutaridhika katika vitu hivyo. Tukiwa na chakula na nguo ni mahitaji muhimu, basic needs za mwanadamu. Na malazi kuongezea kingine ni makazi, maana yake kwamba mahali pa kuishi. Kwa hiyo Mungu akikupa chakula kizuri, Mungu akikupa mavazi, tayari unaridhika katika mambo hayo. Umeona? Maana ukikosa kula vizuri huwezi hata pia kumtumikia Mungu. Ukikosa kula vizuri afya yako itakorongoka. Kwa hiyo kula pia vizuri chakula, muombe Mungu akupe chakula. Mwambie Mungu pia nipe mavazi, nipate kuvaa vizuri nionekane kama mwanadamu mwingine. Lakini pia mwambie Mungu, naomba unipe makazi, mahali pa kuishi. Kuna watu wengine hawana mahali pa kuishi. Kuna watu wengine ni Wakristo lakini wanakosa hata sehemu za kuishi, wanakosa kodi. Mwambie Mungu, naomba unipe kodi. Naam, na eneo lingine ni kazi na ajira. Kazi ni nyenzo ambayo inaweza kukufikisha wewe katika maono yako. Ndio hapo unaombea ajira yako, unaombea biashara yako. Ikiwa kuna mahali ambapo hapako sawa, unamwambia Mungu, naomba unisaidie ajira yangu kazi yangu ikue, ajira yangu ije. Unamwomba Mungu akupe kibali cha kupata kazi, kibali cha kuwa promoted katika maeneo yote ya kazi ambazo unatamani ufanye, ili upate kitu cha kuweza kujisupport wewe na kuwasaidia wengine. Kwa hiyo hapa hakuna sababu ya kueleza kwa urefu. Najua wewe unajua namna ya kuomba katika maeneo haya. Ikiwa wewe una ajira, unamwambia Mungu akupe ajira. Lakini eneo la mwisho ni kuombea kuhusu familia yako. Unaombea familia yako kwamba Mungu ailinde, aifunike, aipe mafanikio. Ikiwa wewe umeolewa, ikiwa wewe umeoa, ikiwa wewe una watoto, ikiwa wewe una familia au una watu ambao unaangalia, basi unaombea na wao pia Mungu aweze kuwalinda na kuwafunika, lakini pia Mungu aweze kuwapa maisha mazuri, kwa sababu kwa kufanikiwa kwao ni kufanikiwa kwako, na kufanikiwa kwako ni kufanikiwa kwao. Mtoto wako akifeli form 4 amepata 0, utaathirika, utagaramika katika sehemu kubwa. Kwa hiyo ukiombea familia pia ni eneo la mahitaji. Kwa hiyo na maeneo mengine yote ambayo tujagusia hapa, basi unaweza kuagusia, lakini sehemu hizi kuu hakikisha unazigusia katika maombi ya mahitaji: maono yako, elimu, afya, malazi, kazi pamoja na familia. Mungu akubariki sana. Tumefikia mwisho kabisa wa madarasa haya ya kujifunza namna sahihi ya kuomba kulingana na maandiko. Na ikiwa hujapata uelewa mzuri katika eneo fulani, basi wasiliana nasi kwa namba ambazo unaziona katika kio chako au simu yako. Lakini pia tembelea tovuti yetu ya www.wingulamashahidi.org. Kuna mafundisho mengi zaidi 5,000, lakini pia kuna miongozo mingi ya kimaombi kama tulivyojifunza katika madarasa yaliyopita. Kuna miongozo mingi, ukihitaji utaweza kuipata. Kwa hiyo wasiliana nasi kwa namba hizo, na Mungu akubariki sana. Tutaendelea na darasa lingine, lakini hapa tumefikia mwisho kabisa wa madarasa haya ya kujifunza namna bora ya kuomba. Naamini mpaka sasa utakuwa muombaji mzuri wa masafa marefu, lakini muombaji ambaye unajua ni nini unakiomba mbele za Mungu wako aliyekuumba.
Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mwema. Amen.